tunajifunza mwanamke wa hekima. Kwanza Biblia inaongea. Tutafungua kitabu cha Mithali 14. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo hapa kuna kitu kimebeba maisha ya mwanamke, kinaitwa hekima. Yaani hekima isipokuwepo ndani ya mwanamke, uharibifu hauzuiliki. Na huo uharibifu haufanywi na shetani. Yaani nje ya hekima, mwanamke anakuwa ndio pando la uharibifu. Sasa ndio maana sisi na mabinti zetu inatulazimu kujifunza nguvu iliyomo ndani ya hekima. Kwa sababu hapo tunaona mwanamke nyumba yake itakuwa vile ipasavyo mbele za Mungu kama ana hekima. Lakini ukiondoa hekima, huyu mwanamke ndiye anayetumika kwa ajili ya uharibifu wa nyumba yake. Ukisoma maandiko sawa sawa, utamwona mwanamke wa kwanza anaitwa Eva. Uharibifu kwenye nyumba ya Eva uliletwa na Eva mwenyewe. Na uharibifu ulipoingia kupitia mwanamke, kulikuwa hakuna kitu kiko sawa. Kila kitu kiliharibika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaona wanawake waliofanywa upya. Yesu alienda msalabani ili kumpata mwanamke aliyekaa hapo. Kwa swala la mwanamke mpumbavu halipo. Oh God. Yaani mwanamke aliyekuja ndani ya Kristo hana nafasi ya kuwa mpumbavu. Hana nafasi ya kuruhusu uharibifu. Hana nafasi ya kubomoa. Hana nafasi ya kupoteza. Hana nafasi ya chochote alichoaminiwa kutawanyika. Kwa sababu huyu mwanamke alipoitwa kwenye agano la msalaba, aliitwa aishi hekima. Oh God. Na hekima ndio nguvu yenyewe ya kumfanya mwanamke kila alivyo kusiwe na uharibifu. Oh, sema kwa jina la Yesu. Wewe Roho Mtakatifu ulishafanya kila kitu ili mimi niwe mwanamke nayejenga, na uharibifu hautasoma. Uharibifu hautaonekana. Mnaongea chini ya sauti yenu. Sema uharibifu hautasimama. Uharibifu hautaingia. Kwa kuwa mimi ni mwanamke. Niliitwa katika agano la msalaba niishi hekima. Baba, asante kwa majenzi ya hekima ndani yangu, katika jina la Yesu. Sasa hekima ni nini? Nitatoa tafsiri za aina 3. Tafsiri ya kwanza inasema hekima ni ule uwezo
wa kuingiza maarifa ya neno la Mungu kwenye matumizi ya maisha. Very important. Kwa hiyo hekima si tu kuwa na maarifa, lakini baada ya kuwa na maarifa unafanya nini na hayo maarifa? Kile unacho kiingiza kwenye matumizi kama maarifa ndicho kinachokutambulisha kwamba wewe ni mwanamke mwenye hekima. Sikiliza. Ni rahisi sana mtu kwenda kupata maarifa. Unaweza kumkuta mtu amechukua degree ya kilimo miaka 3, hakuna kitu ajui kuhusu kilimo. Lakini ukienda anapoishi, amezungukwa na majani, wanaogopa, wanahisi hata nyoka anaweza kaingia ndani. Kazungukwa na majani kila mahali, yameota majani mpaka yako mlangoni, majani yameenea, michongoma haikatwi, miti inaanguka, kila kitu kimekaa mtawanyiko, lakini ana degree ya kilimo. Bwana asifiwe. Kwa kuwa na maarifa ni namba 1, lakini kuyaingiza maarifa kwenye utendaji ndicho kinachokufanya uonekane ni mwanamke mwenye hekima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huwa kuna vita. Ile hatua ya unachokijua kukiweka kwenye kitendo, huwa kuna vita. Ukimwona mwanamke anayo maarifa alafu anaingiza kwenye kitendo, huyo ni shujaa. My God. Kwa sababu hapa katikati amepigana vita nyingi. Kwa sababu kila kinachokujua, oh God, kila kilichotangulia nyuma yako, my Lord, kinataka uwe hivyo hivyo, na kinataka wewe ulie, ukate tamaa, uwe na huzuni, uwe na uchungu, uwe usieleweka, uwe na mizigo. Kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinatamani kukuona wewe umevaa ndala moja nyekundu, moja ya kijani. Kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinatamani kukuona wewe umetokea hujachana nywele. Kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinatamani vikuone wewe umeingia hapa hujanyoosha nguo. Kuna vitu vinatamani kukuona wewe umeingia hapa hujapiga mswaki. God. Ukijiona unayo maarifa alafu ukayaingiza kwenye kitendo, wewe mwanamke unaitwa shujaa. Na mchana wa leo nawaona wanawake wa shujaa mahali hapa. Sikiliza. Paulo anazungumza. Anasema nimepigana vita vizuri vya imani. Mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Sasa unaanza kujiuliza, hii vita nzuri ni vita gani? Hapa Paulo anakuja kutufundisha wanawake
kwamba vita nzuri ya imani ni ile vita ambayo unapangua kila kilichoko kukuzuia wewe kuyachukua maarifa unayoyajua kwenye kitendo. Bwana asifiwe. Chochote kile kinachosimama kukuzuia wewe kuyafanya maarifa kuwa kitendo, huyo ndo adui yako mbaya sana. Na huyo adui mchana wa leo na apigwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sisi wanawake tuna vita zetu. Unahitaji kupigana hii vita nzuri. Oh God. Ni nini kinakuzuia kuyafanya maarifa kuwa kitendo? Nini kinakuzuia? God. Kwa sababu kama maarifa unayo. Lakini kuna hatua ya kitendo ili uitwe mwanamke mwenye hekima. Hapa kuna vita. God, mchana wa leo na waona wanawake wanaojua kupigana vita nzuri katika jina la Yesu. Na mimi niseme kabisa, mpaka hapa natangaza vita ya kuingiza maarifa kwenye kitendo umeishinda kwa jina la Yesu. Hakuna maarifa ambayo hautaingiza kwenye kitendo. Kwa sababu ukiwa na maarifa alafu hujaingiza kwenye kitendo, nataka nikuambie hauna tofauti na asiye na maarifa. Nataka umnongoneze jirani yako hapa. Mwambie maarifa yoyote ulionayo, kama uyaingize kwenye kitendo, hautakuwa tofauti na asiye na maarifa. Kwa tunapozungumza hekima, tunazungumza kuingiza maarifa ya kimungu tulionayo kwenye kitendo. Namba mbili. Nini maana ya hekima? Namba mbili. Sasa hii naomba tusome. Fungua Wakorinto wa kwanza. Tutasoma hapo Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa 24 kisha tutasoma mstari wa 30. Neno la Bwana linasema, bali kwao waitwao Wayahudi na kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na kwa haki na utakatifu. Bwana asifiwe. Sasa maandiko yanajitafsiri. Anasema bali kwao waitwao, yani ndio sisi hapa tumeitwa. Si tumeitwa. Oh God. Mwambie jirani yako, nimeitwa. Nimeingizwa kwenye agano la wito mkuu wa Mungu. Na kwa sababu tumeitwa, anasema Wayahudi kwa Wayunani, anasema ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa anamsema kwamba huyu Kristo kwanza kwa walioitwa, huyu Kristo kwanza ni nguvu ya Mungu. Alafu pili, huyu Kristo anaitwa hekima ya Mungu. Naongea na wanawake.
Naongea na wanawake. Sikiza, hii ni shule ya wanawake. Wala sitawakimbiza. Hii ni shule ya wanawake. Kwa tunamuona huyu Kristo, yeye ndiye hekima ya Mungu. Kwa unaposema hekima ya Mungu ni nini? Hekima ya Mungu ni Kristo kwenye maisha yako. Kristo ni nani? Ni mafuta, ni Roho Mtakatifu. Kwa mwanamke yoyote anaposema nina hekima, anazungumzia nina Kristo au nina mafuta, au anazungumza kwamba mimi nina Roho Mtakatifu. Naongea na wanawake. Sasa anairudia, hatujengi fundisho kwenye andiko moja. Anairudia mstari wa 30, unaiona tena, anaikazia hapo. Anasema hivi, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Bwana asifiwe. Kwa tunaona Kristo Yesu, yeye ndo amefanywa kuwa hekima ya Mungu. Hiyo ni tafsiri ya pili tunaposema tumebeba hekima. Kwa mtu aliyebeba hekima amebeba uungu. Ukisikia Kristo, Roho Mtakatifu, huu ni uungu. Very important. Namba 3, tafsiri ya 3 ya neno hekima. Hekima ni uwezo unaokupa kujua nini cha kufanya. My Lord. Ni uwezo unaokupa kujua nini cha kufanya. Mtu anaweza kaenda shule hajui cha kufanya, kakutana na mazingira hajui cha kufanya, kakutana na neno hajui cha kufanya, kakutana na ugomvi hajui cha kufanya, kakutana na mama mkwe mkorofi hajui cha kufanya, akakutana God na watoto wa mume wako God na haujui cha kufanya. My Lord. Bible inasema hekima ni uwezo unaokupa kujua nini cha kufanya katika hali zote. Lakini hapo hiyo hekima inakupa kujua kwamba ufanye vipi unachokifanya, ufanye vipi. Oh Lord. Hekima inakupa kujua unachopaswa kufanya, ukifanye vipi, ukifanye kwa namna gani. Nimeanza kuongea na wanawake. Lakini 3 ya Kirumi katika hii tafsiri ya 3. Hekima inakupa kujua ni wakati gani unapaswa kufanya unachotakiwa kufanya. Kwa sababu hekima inajua majira na wakati. Lakini hekima namba 4, hii ya 3, namba 4 inakupa kujua hicho unachofanya ufanye na nani.
hicho unachofanya ufanye na nani? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie sifa za hekima. Sifa za hekima. Tutaangalia sifa namba 1 ya hekima. Fungua Mithali 9 mstari wa kwanza. Mithali 9 mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Anasema hekima umeijenga nyumba yake. Hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hekima ni siri ya ajabu, kwa sababu tunapoiangalia hekima hatuoni uharibifu, bali tunaona hekima ni mjenzi au mnufaishaji au anayefanikisha. Hekima anayeleta kushinda. Lakini huyu hekima anasema yeye utembea katika nguzo 7. Bwana asifiwe. Kwa kila mwanamke mwenye hekima ameshikiliwa na nguzo 7. Mwambie jirani yako, unaziona nguzo 7. Huyo ndo mwanamke anatakiwa na ndoa yake. Huyo ndo mwanamke anatakiwa angalie vizazi. Huyo ndo mwanamke anatakiwa awe bora kuliko mwanamke wa Mithali 31. Kuna kitu ndani ya hekima kinaitwa nguzo 7. Kwa kila unapomuona mwanamke mwenye hekima, utaziona nguzo 7 zinafanya kazi. Sijui kama na mchana wa leo naongea na mwanamke hapa. Sasa kwa haraka tutaziangalia hizi nguzo 7 zinazoshikilia maisha ya mwanamke mwenye hekima. Ndio maandiko yanapoenda yanasema mwanamke mwema ni nani aweza kumuona? Ni nani? Anasema thamani yake imepita thamani ya kito chochote cha thamani. Ni nani aweza kumuona? Ina maana anahitajika, anatafutwa, anakubalika. Oh God. Na huyo ndo mwanamke aliyekaa hapa mchana wa leo katika jina la Yesu. Kuna kitu kinaitwa nguzo 7. Wewe unapoangalia hii nyumba haijasimama tu, ina nguzo. Oh God.
nyumba ina nguzo. Ndio maana unaiona upepo uje chochote, hamna kinachoweza kuitikisa hii nyumba kwa sababu ya manguzo. Wakati ya manguzo yanajengwa nilikuwepo. Ninajua kilichowekwa humo ndani. Uimara wake unatisha. God. Lakini haya ni mambo ya kimwili. Sio kwamba hii nyumba haiwezi kuanguka. Oh God. Hii nyumba inaweza kuanguka. Tukileta hapa skaveta sijui kitu gani kile. God. Hii nyumba hata masaa 3 haifiki, itakuwa iko chini. Lakini kuna kitu ambacho hakitaweza kuyaangusha maisha ya mwanamke, kinaitwa nguzo 7. Nazungumza kila mwanamke. Unaweza ukawa hapa ni mjane. Unaweza ukawa hapa ni single mother. Unaweza ukawa hapa umetalikiwa. Unaweza ukawa hapa bado ni binti. Unaweza ukawa hapa umeolewa. Lakini hakuna mwanamke asiyehitaji nguzo 7. Maadamu wewe ni mwanamke, oh God, wewe ni mwanamke. Na nataka nikwambie dunia inakusubiri. Dunia inakusubiri. Kwa sababu kuna mtu aliwahi kuimba akasema no woman no cry. Kama hakuna mwanamke hakuna maisha. Kwa mwanamke ndiye anayefanya mambo yatokee. Oh, naongea tayari. Sikia. Tunapojiangalia kiroho, siri ya nguvu zetu ni hiyo nguzo 7. La sivyo, mwanamke kama hakuna nguzo 7, chochote chaweza kuondoa. Chochote chaweza kuharibu. Chochote kinaweza kukutesa. Chochote kinaweza kuleta magonjwa kwenye maisha yako. Lakini zikiwepo nguzo 7, oh my God, haijalishi nini kinakuja, haijalishi nini kinatokea, haijalishi nani anasema, haijalishi imekuaje, haijalishi, mwanamke unainuka na unakwenda. Naongea na wanawake. Sasa tuziangalie hizo nguzo 7. Fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Isaya 11 mstari wa 2. Na roho ya Bwana akakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huyu mwanamke nguzo zake 7. Nguzo ya kwanza inaitwa roho ya Bwana. Nguzo ya kwanza ndani ya mwanamke inaitwa roho ya Bwana. Nguzo ya pili ndani ya mwanamke ndio inajiita yenyewe roho ya hekima, na yenyewe inasimama kama nguzo mojawapo. Nguzo ya tatu ya mwanamke inaitwa roho ya ufahamu. Nguzo ya tatu ndani ya mwanamke inaitwa roho ya ushauri. Roho ya ushauri au roho ya shauri. Nguzo ya tano kwa mwanamke inaitwa roho ya uweza. Roho ya uweza au roho ya nguvu. Roho ya uweza au roho ya nguvu. Na nguzo ya 6 inaitwa roho ya maarifa. Roho ya maarifa. Na nguzo ya 7 inaitwa kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe heshima. Huyu mwanamke anapotumika katika nguzo 7, haijalishi iko jangwani, haijalishi anapita kwenye bonde la uvuli,
kwenye maji mengi, haijalishi anapita kwenye moto, huyu mwanamke atatoka na ushuhuda. Kwa nini? Kuna nguzo zimembeba, zaitwa nguzo 7. Hapa ndipo maisha ya mwanamke yanapojionyesha yako salama. Very important. Huyu mwanamke anapobeba nguzo 7, ndoa yake iko salama. Oh God. Watoto wake wako salama, haijalishi ni upepo gani unapita. Mapato yake yako salama. Oh God. Jina lake liko salama. Hatua zake ziko salama. Afya yake iko salama. Huyu mwanamke anapobebwa na nguzo 7, ndipo ambapo uchawi haumwezi. Oh God. Huyu mwanamke alogeki. Sijui kama naongea na wanawake. Huyu mwanamke anapokuwa na nguzo 7, ndipo ambapo hakuna jini linaweza likatua kwenye nyumba yake. Hakuna jini lolote linaweza. Kwa sababu mwanamke umebeba roho ya nguvu, umebeba roho ya Bwana, umebeba roho ya uchaji, umebeba roho ya fahamu, umebeba roho ya hekima, umebeba roho ya maarifa, umebeba roho ya shauri, umebeba roho Jehova. Nakwambia vinavyokuja havitakuona wewe, vitaona roho 7. Oh God. Kwa chochote kinachotafuta kwenye maisha yako ili uharibike hakitatokea. Nakwambia watasubiri sana. Kuharibika hakutatokea. Kuna mmoja akaniambia, mama, kama sio nguzo 7, badala ya kuchukua chupi nikapitisha kwenye miguu, nitakiwa ninavaa chupi kichwani. Lakini anasema kwa sababu kuna nguzo 7, hata ninapopita hakuna mtu anaelewa, labda nimhadithie. My God. Anasema kila anayeniona anaona ushuhuda, lakini kuna moto ninapitia. Lakini kwa sababu ya nguzo 7 nimefichwa. Hakuna anayeona aibu, hakuna anayeona matukano, hakuna anayeona madhara, anaona utukufu kila anayeniona. Namuona mwanamke aliyebeba nguzo 7 katika jina la Yesu. Sikiliza. Tunaposoma maandiko lazima uelewe kwamba kuna kitu kinajirudia. Anazungumza kwamba huyu mwanamke nguzo yake inaitwa roho ya maarifa. After anarudia nguzo yake inaitwa roho ya ufahamu. After kama anarudia nguzo yake tena inaitwa roho ya hekima. Sikiliza. Yaani katika roho 7 anazungumzia swala la kuwa na ufahamu. Analizungumzia kwenye dimension 3 tofauti, lakini anazungumzia kitu kimoja. Sikiliza. Andiko linasema, tutasoma Isaya 5:13. Tumefika. Yes. Neno la Bwana linasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo na wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Bwana asifiwe. Anasema kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka
kwa kukosa kuwa na maarifa. Sasa tunapokuwa tumebebwa na nguzo 7, ina maana sisi hatuna dhiki ya maarifa. Yale maarifa yanayotakiwa ili mwanamke nyumba yake ijengwe, tayari ya maarifa yapo. Kwa uharibifu sio fungu letu. My Lord, nakwambia uharibifu unatukimbia. Uharibifu hausomi. Uharibifu hauwezi kuweka matuo. Kila uharibifu unapokuja unaharibika wenyewe, kwa sababu uharibifu hauwezekani kwenye maisha yetu. Hujaitwa ili ukae kwenye uharibifu, wala watoto wako hawatakaa kwenye uharibifu, wala hauolewi ili ukae kwenye uharibifu. Unaolewa kwa ajili ya utukufu. Oh God. Mungu anapoileta ndoa, haileti ndoa kwa ajili ya mateso, analeta ndoa kwa ajili ya utukufu. Jina lake lijulikane, kwa sababu moja ya injili ni ndoa. Anasema kwenye kitabu cha Petro, pasipo kuongea, maisha ya wanandoa yatawavuta wengi kuja kwa Bwana. Ina maana kuna utukufu. Nataka nikwambie mchana wa leo, hakuna uharibifu unaokuweza, kwa sababu ya nguvu ya Roho 7. Hivyo mwanamke, shauku yako iwe neno, njaa yako iwe neno, haja yako iwe neno, hitaji lako liwe neno. Yaani usifike point unasema nimekinai. Wakati una neno, jione hauna ili uwe nalo. Na wakati unalo, jione hauna ili uwe nalo. Na wakati limejaa, jione kwamba limeisha ili uwe nalo. Jitengenezee mazingira ya kujaa neno. God, maisha ya mwanamke yana nguvu ya kuondoa uharibifu yakiwa yamejengwa ndani ya neno. Sikiliza, moja ya kiumbe kina maadui wengi ni mwanamke. Oh God. Kuna vitu vingine vikuona hata tumepaka poda havitaki. Hey. Vikuona umeenda kwenye sherehe, siku hiyo umechukua kipochi kimeng'aa, umetundika hapa, umemshika mume wako mkono. Kuna viumbe kwenye ulimwengu wa roho havitaki. Lakini havikuwezi. Nasema tena havikuwezi. God. Mwambie jirani yako, na kuona katika nguzo 7. Mwambie tena, na kuona katika nguzo 7. Sikiliza, huwezi kuamka asubuhi tu kwamba tayari unatembea na kutumika katika nguzo 7. No. Nguzo 7 kutenda kazi ndani yako, kuna mhitaji mwanamke mmoja akubali kujitoa. Oh God. Unajua mwanamke uzuri anaenda leba. Kama hujaenda leba bado, leba inakuja hapo mbele. Na kama hujaenda leba, naomba upate taarifa za leba. Usijue kabla, kwa sababu zinakuhusu. Usije ukaenda leba ukasema sikujua, mimi sikujua, mimi sikujua, mimi sikujua. Kama ukienda leba kuna kung'ang'ania chuma, kung'ang'ania chuma. Sikiliza, wakuambie kabisa, ukienda leba hamna kuita mme wangu, hamna. Haipo kule.
kwa sababu hata kusaidia. Leba unamhitaji nguzo 7 peke yake. Kama una shauku ya kupiga kelele leba, basi ziite nguzo 7. Ziite nguzo 7. Hizo pekee zinaweza kushorten, zinaweza kufupisha hali ya leba, zinaweza kuondoa mambo yasiyopasa, zinaweza kuwapinga maadui wa leba. Lakini kwa nini mtu anaenda leba? Naenda leba nipate mtoto. Hivyo hivyo maisha ya maarifa yanamhitaji mwanamke kama vile anaingia leba. Oh God. Nakwambia kuvizaa vitu vya kiungu kuna maumivu. Kuna wakati itakulazimu uzime simu. Kuna wakati itakulazimu usitoke ndani. Kuna wakati itakulazimu usile. Oh God. Kuna wakati unagharimika ili maarifa yaumbike ndani yako. Ili chochote kinachokuja, chochote kiwe usiku kiwe mchana, uwe mshale uwe mwiba, na kuambia hautakudhuru kwa jina la Yesu, kwa sababu kuna maisha yako yanozalisha nguzo, yanofanya nguzo ziwe hai. Sikiliza. Swala la kuwa mtupu linaleta hasara. Utakiwi kuwa mtupu. Naongea na wanawake. Utakiwi kuwa mtupu. Jaza neno ndani yako. Jaza neno ndani yako. Jilishe neno ndani yako. Jifurikishe neno ndani yako. Mimi nakwambia, hata kama ulikuwa na asili ya mababu, ulikuwa na asili ya miungu, ulikuwa na asili ya uharibifu, ulikuwa sijui umerithishwa vitu gani, vitayayuka vyote, vitakimbia vyote. Wanasema kule hawaolewaji, kule wakiolewa wanaachika, wakiolewa hawazai. Mimi nakwambia kula neno, kula neno, kula neno. Kwa sababu Biblia inasema ulituma neno lake ili kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamizo yao yote. Neno alibatishi. Jehova, namuona mwanamke aliyebebwa katika nguzo 7. Huyu nguzo 7 ni huyu neno mwenyewe. Ni huyu neno mwenyewe. Amejifunua katika ukamilifu, katika maajabu ya utendaji 7. Ni yeye mwenyewe neno. Unapomuingiza yeye ndo anajifunua sasa kwenye magawanyo ya namna 7 katika utendaji kwenye maisha ya mwanamke. Ndio baba anasema lazima mke wangu anishauri. Lazima anishauri. Siwezi kufanya hili jambo, lazima mke wangu anishauri. Unaitwa pembeni, mama, kuna hili, unalionaje? Mwanamume afanyi bila wewe. Kwa sababu kwenye nguzo 7 kuna roho ya shauri iko pale. Kuna roho ya shauri iko pale. Ukiongea wewe ni kama mbingu zimeongea. Kuna wakati Ibrahim baba yetu wa imani alikataa mashauri ya Sara, aliyakataa. Akasema ushauri gani? Ushauri wa roho mbaya. Yeye anamwambia hapana. Mtoto wa ahadi hata rithi na mtoto wa mtumwa. Muondoe mtoto wa mtumwa. Kumbe lilikuwa neno la Bwana. God. Ibrahim akakataa. Akakataa mazima. Mungu akamwambia Ibrahim, sitaongea. Naomba urudi kwa mke wako, msikilize. Msikilize anachokisema, hicho ndio hicho. Ndio hicho ndio cha kwangu, hicho. Oh God.
mashauri ndani ya mwanamke ambayo ni kitu kikubwa sana kwenye maisha ya watu wanaokuzunguka, hasa wenye ndoa. Ni kitu kikubwa sana. Hiyo roho ya shauri isipotumika, my God, hatima huharibika. Kwa sababu kama roho ya shauri haipo, watu wanaenda kama vipofu. Paka baya litokee ndo wanastuka. No. Mabaya yatatenguliwa kabla hajatokea, kwa sababu kuna mashauri mbele, katika jina la Yesu. Naongea na watakatifu, haleluya. Bwana asifiwe. Namuona mwanamke wa hekima anaishi mbele za Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. So, moja kwa moja nataka nimalizie hapa. Oh God. Mwanamke mwenye hekima ana nguvu ya kupambanua. My Lord. Mwanamke mwenye hekima ana nguvu ya kupambanua. Sasa kupambanua kwa Kiingereza kunaitwa discernment. Sasa tunapozungumzia kupambanua, ni ule uwezo wa kutambua kipi chema, kipi kibaya. Ni kitu gani kiko hapa? Ni roho gani inafanya kazi hapa? Kipi kifanyike na kipi kisifanyike? Naongea tayari jamani. Bwana Yesu asifiwe, wanawake wa Mungu. Nataka kidogo tusome maandiko ili tuweze kumwona Roho anavyotusaidia. Tufungue moja kwa moja kwenye kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ya 5. Tutasoma hapo mstari wa 14. Neno la Bwana linasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Sasa mwanamke mwenye hekima anatumika kwenye nguzo 7. Hizi nguzo 7 zinampa kujua kila kitu kuanzia katika roho. Kwa mwanamke, jambo linapotokea aliangalia kwa nje. Bwana asifiwe. Mwanamke mwenye kupambanua huwa ashughuliki na matawi, anashughulika na shina. Ametuambia Apolonia shida aliyokuwa nayo mtoto wake. Angeamua kumpiga, angeua. Na angeamua kumpiga, asingemsaidia. Kwa nini? Shida ya mtoto ilikuwa ni ya kiroho. Unaona mchakato wote aliotumia, akutuambia mahali pa fimbo. Mchakato wote aliotumia, akutuambia aliita jopo la vikao vya wazee. Katika kupambanua, akaona huyu mtoto tatizo lake ni la kiroho. Kuna binti alitoa ushuhuda hapa, nikamsikia.
Anasema mimi niko chuo kikuu, asubuhi napewa nauli, hela ya kula. Wazazi wangu wanajua nimeenda chuo. Lakini mimi nikifika kituoni, sipandi basi la chuo. Anasema mimi naenda baharini. Anasema nikienda asubuhi saa 2 baharini, ninakaa baharini mpaka saa 12, napanda basi narudi nyumbani. Nyumbani wakiuliza habari za chuo, ni nzuri, mmesoma? Ndio. Imekuwaje? Sawa, kila kitu. Anajibu kama kweli alikuwa chuo. Yule mtoto kuna kitu wazazi wake waliona, wakasema huyu ili asaidike lazima tumpeleke transformation school. Na kweli alipoingia transformation, wiki ya kwanza yuko transformation, akajikuta kuna kitu kimeingia, na kile kilichokuwa kinamsukuma kwenda baharini kikatoka. Akajikuta akipanda basi aendi baharini, anaenda chuo. Usipokuwa na discernment kupambanua, tutakufa. Kwa nini? Kwa sababu utajihisi huna majibu. Wengi wanasema mtoto wangu kashindikana. Lakini katika ulimwengu wa roho, sisi tuliobeba roho 7, hakuna kushindikana. Oh God. Mimi nakwambia, hakuna mume anayeshindikana, wala hakuna mtoto anayeshindikana. Wote wanawezekana. Kwa sababu ni kuchange gia tu. Kuchange gia, yasiwezekana kwa jinsi ya mwili yanawezekana kwa jinsi ya roho. Unapoona shida ya mtoto wako, unaona nini? Unaweza kusema huyu mtu ameshindikana. Huyu mtoto ni malaya kama shangazi yake. No, nani kuambia mtoto wako anakuwa shangazi? Huyu mtoto wangu amechukua roho ya bibi yake. Hapana, hakuna roho ya bibi itakayosalimika, hakuna roho ya shangazi itakayosalimika. Huyo mtoto ni mali ya Bwana, ni urithi wa Bwana. Na mwanamke uliyekaa hapa unawajibika. Nguzo 7 zinafanya kazi ndani yako, hautashindwa kwa jina la Yesu. Naongea na wanawake. Unahitaji kutembea kwenye roho ya kupambanua. Sikiliza, nifuate kwa makini. Hii roho ya kupambanua unaweza kuiomba. Unaweza kuiomba kwa sababu roho ya kupambanua ni moja katika karama 9 za Roho Mtakatifu. Ukisoma maandiko kwenye Wakorintho wa kwanza 12, hatutasoma kwa sababu ya muda. Utaona anasema pale. Anasema ufuateni upendo, lakini takeni sana karama zilizokuu. Kwa katika kutaka, ina maana pia tunaingia kwenye maombi. Kutaka, tunazitaka karama. Na moja, mwanamke, karama unahitaji ni ya kupambanua. Usipopambanua, unaweza ukaiacha ndoa yako. Oh God. Ukasema huyu mwanaume anifai tena, simtaki tena. Lakini wewe ndio mwanaume bora Mungu amekupa kwenye maisha yako. Lazima ujue kupambanua. Oh God. Unahitaji roho ya kupambanua ili uweze kujua ni nini kiko nyuma, ni roho gani inafanya kazi, ni hali gani inafanya kazi, ni kitu gani kifanyike. Usiangalie tu mambo yapo tu unayaangalia. No. Mwanamke ni kiumbe cha ajabu. Ukimwangalia mwanamke ni siri, ni kiumbe cha ajabu. Ndio maana unaona mambo yale makuu
Mungu alikuwa analeta kwa mwanamke ili afanye. Kama Mungu amekupa kuzaa, oh God, mimi nataka nikuambie hakuna jambo hautaliweza katika Roho Mtakatifu. Tembea kwenye ufunuo wa kuzaa, alafu uone mambo yanayokutokea, alafu uone kwamba hayo yote hamna jambo la kushinda, halipo. Kwa unatakiwa uone hii kitu, kiangalie, kitazame, alafu utapata majibu jinsi ya kukiendea, jinsi ya kukiondoa, jinsi ya kufanya kisirudi tena. Oh Jehova, inaweza ikakugharimu, ikachukua muda, lakini hicho kitu lazima kishike adabu mbele yako. Lazima kitawanyike, hakitaendelea ndani ya uzao wako, wala ndani ya ndoa yako, wala ndani ya biashara zako, wala ndani ya nyumba yako. God, sikiliza. Mwanamke unawajibika, mambo ya familia ni mengi. Usikae kama haupo. Hebu jione katika nguzo saba. Jione katika nguzo saba. Ni nini kisimame mbele yako? Mungu anamwambia Joshua, hakuna kitu kitakachoweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Mimi namwangalia mwanamke, Mungu anamwambia mwanamke, hakuna kitu kitakachoweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Oh God, nataka nikuambie, kama mpaka sasa hivi hawajakuzika, hautazikwa. Narudia, kama mpaka sasa hivi hujaingizwa ICU, hautaenda huko tena. Nakwambia, kama mpaka sasa hivi hauumwi vidonda vya tumbo, hiyo vidonda vimekusahau. Hauna maisha na vidonda vya tumbo. My Lord. Kwa sababu kuna mwanamke anayeishi katika nguzo saba. Nasema kuna mwanamke anayeishi katika nguzo saba. Kuna mambo ambayo hayajatokea bado, wewe ushayaona, ushayashughulikia, ushayaondoa, ushayahukumu, umeshayaharibu. Namuona mwanamke anayetembea na neema ya kupambanua katika jina la Yesu. Huyu mwanamke wa Mithali 31 alikuwa anaishije? Alikuwa anaishije? Kwa sababu hamna andiko la anguko lake, hamna. Alafu kikubwa zaidi, hakuna mahali analia. Na ana watoto, na ana mume, na ana mali, ana watu, hakuna mahali analia. Alikuwa anaishije? Mwangalie maisha yake. Biblia inasema taa yake haizimiki usiku. Afu anarudia kule, anaongea kwamba anaamka kabla usiku haujaisha. Afu anasema taa yake haizimiki usiku. Anaamka kabla usiku haujaisha. Yaani anakesha, alafu halali, alafu asubuhi ndio wa kwanza kutoka. Oh God. Ukimwangalia, Biblia inasema hajawahi kufanya baya. Hajawahi kufanya baya. Ufanya mema tu. Hajawahi kufanya. Au tusome. Nafikiri natunga, tusome, fungua. Fungua hapo Mithali 31, tuanzia mstari wa 11 12. Tusome, msomaji wetu. Neno la Bwana linasema, moyo wa mumewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Bwana asifiwe. Yaani hapo lazima ujue lugha ya Biblia. Huyo mwanamke anaishi kutenda mema. My God.
sio tu kwa mume wake. Ukiangalia kule watoto wake wanasimama na kusema wanawake wote wamefanya, lakini wewe umewapita wote. Mumewe anamsifia malangoni. Wajakazi huko hamna anayelalamika. Yehova. Ina maana huyu mwanamke alikuwa na spirit ya kufanya mema, kwa sababu ya nguzo 7, spirit ya kufanya mema. Ana uwezo kupambanua mambo. Alikuwa anadili na watu katika roho. Jehova nisi. Alikuwa anadili na mambo katika roho. Mambo ya mume wake anayashughulikia katika roho. Mambo ya watoto katika roho. Mambo ya watu katika roho. Jehova. Namuona mwanamke aliyebeba nguzo 7. Nasema namuona mwanamke aliyebeba nguzo 7 mahali hapa. Huyu mwanamke Jehova habahatishi maisha. Hakuna mahali anabahatisha. Kila anachokifanya, my God, kinatiki. Kila akigeuka kinatiki. Alikuwa na biashara ngapi? Muulize jirani yako, huyu mama alikuwa na biashara ngapi? Muulize wewe una biashara ngapi? Kwa sababu watu wa Mungu tunapokuwa na roho ya kupambanua, hatuanzi kupambanua mengineyo zaidi ya kujipambanua si wenyewe. Kwa nini sina hela? Mimi nilianza kuwa na hela baada ya kujipambanua. Nilijiweka kikao mimi nilijikalisha chini, nikajipambanua. Kwa nini una hela Lili? Why? Ndipo majibu ya kupata hela alianzia hapo. Nilianzia hapo katika uchache, katika udogo. Na hela zikaanza kunifuata. Oh God. Nataka nikwambie, wewe mwanamke mwenye nguzo 7, hata hela zinatakiwa zikutumikie. Angalia mlivyokataa. Habari ndio hii. Hata hela zinatakiwa zikutumikie. Nani akwambia kuwa na hela ni dhambi? Oh God. Mwanamke wa kiungu, mwangalie huyu mwanamke wa 31. Wewe ni bora kuliko huyu mwanamke. Unatakiwa uwe na vyanzo vya uchumi. Ndio hekima ina nguzo 7 ndani yake. Hii hekima itakupa kutafsiri vyanzo vya fedha. Utakiwi kuwa na chanzo kimoja. Utakiwi kuwa na vyanzo viwili. Mimi mwenyewe akija binti, alafu huyo mtu ananiletea hana mashiko. Naenda kwa Roho Mtakatifu, nisaidie. Naona hatari ya huyu binti kuwa adui yangu. Nisaidie. Nipe neema. Nini niseme huyu binti anielewe? Maana kashaenda mailimia. Anakuja kuambia kashazama, yuko huko, kapenda. Sasa namtoaje? Roho wa Mungu anamwambia, mwambie tusogeze muda. Mwambie hili jambo naomba tulipe muda. Hebu tulipe muda. Sasa katika huo muda, Roho wa Mungu mwenyewe ataingilia kati. Na kuambia, utakuja unasikia, mama, si nilikwambia yule kijana yule? Mama, acha tu. Mama, una Mungu. Kumbe hata mimi mwenyewe ulikuwa umenichanganya, hata nikuambieje? Huyo ni Roho Mtakatifu mwenyewe amekupigania. Sasa huyu mwanamke
kashatolewa posa. Mungu naye analeta habari yake katikati. Utachukua mimba. Mwambie Mungu, sasa nichukue mimba, subiri kwanza niolewe. Yule dada kwa sababu ya discernment ya kupambanua, akaona katika roho, cha kwanza kama kiwe cha kwanza, cha Mungu kitangulia, vingine vina faida. Akakubali chochote kitokee, lakini cha Mungu kitangulie. Huyo mtu ana roho ya kupambanua, anayaona mambo kwenye ulimwengu wa roho kwamba kipi kitangulie na kipi kisubiri. Bwana asifiwe. Leo huyu mwanamke, hakuna mahali injili inahubiriwa sehemu. Kuna mpaka watu wengine wameingia kwenye makosa kwa sababu ya utukufu na utiisho wa kazi zake mbele za Bwana. Kwa nini? Alikuwa na nguzo 7. Yaani ukimwangalia Mariamu unaiona roho ya Bwana, unaiona roho ya hekima, unaiona roho ya ufahamu, unaiona roho ya shauri, unaiona roho ya maarifa, unaiona roho ya kumcha Bwana, unaiona roho ya nguvu, unaiona. Yaani unaona roho zote zinafanya kazi kwa mwanamke ambaye alichokuwa anakijua wewe unajua zaidi. Nionyeshe kanisa la Mariamu, nionyeshe na mchungaji wa Mariamu. Alikuwa anaenda ibada gani? Jumatatu, Alhamisi anaenda, Jumapili anaingia, anaimba kwaya wapi? Lakini nguzo 7 zilimuonyesha kwamba wewe ni mwanamke unayefaa kwa mbingu, na unayefaa kwa ajili ya kubeba vya mbingu, unayefaa kutajwa na utaitwa mbarikiwa. Jehova. Nguzo 7. Mwambie jirani yako, ninakuona mwenye nguzo 7. Mwambie, nataka nisikie matendo yako, habari zako zienee, kwa kuwa wewe ni mbarikiwa. Hakuna mahali utatindikiwa. Kila kinachokuja utakuwa unapambanua. Ndio maana kuna mahali mtu anapambanua, kuna mahali haongei. Kuna mahali haongei kwa sababu ya kupambanua. Anaanza kuona kwamba hapa hekima ni kuto kusema. Kuna mahali mwanamke anapokuwa katika kupambanua, anaanza kuona kosa sio la kwake, lakini yeye ndo anaomba msamaha. My Lord. God. Yaani sio kwamba nasubiri kuomba msamaha, lakini nikipambanua napata jibu kwamba hili jambo ili liishe, adui asilishikilie ili aniharibia familia, natakiwa mimi ndio niombe msamaha. Afu kosa la mwingine, wewe hujafanya kosa, lakini kuomba msamaha sio ujinga, ni ufunuo. Ni ufunuo. Ukishaomba msamaha, baadaye ndio utakuja kuomba msamaha. Baadaye. Lakini wewe katika ulimwengu wa roho usha set standard, uharibifu haupiti hapa. Wanaoelewa wanaelewa. Kuna wakati unapopambanua ndio utaanza kuona kwamba hiki kitu lazima nifunge. Hapa lazima niingie kwenye mfungo. Kuna wakati mambo yanatokea, unasikia ndani, yani kuna kupambanua, kuna kuja, unaanza kuona hapa lazima nikatoe sadaka. Inajia ndani, lazima nitoe sadaka. Ili niweze kupata mpenyo, lazima nitoe sadaka. Mwanamke ni siri. Ndio maana nyumba inajengwa na mwanamke. Naomba hiyo nyumba inajengwa na mwanamke. Makorokoro yote yanazuiliwa kwa sababu kuna mwanamke.
Kumbe kuna vita zinatokea. Hauna panga, hauna panga, hauna mundu, hauna kisu, my God, hauna sululu, lakini vita imeisha. Vita imeisha. Mwanamke mwingine aliyekuwa na msuli nguzo 7 anaitwa Abigail. Abigail. Utasoma mwenyewe Samueli wa kwanza 25. Unajua huyu mwanamke Abigaili aliingizwa kwenye vita bila yeye kujua. Daudi ukimsoma ni mfalme ambaye Biblia inasema hajawahi kushindwa vita, hajawahi. Yeye ndo mtu pekee aliyemuondoa shujaa wa Filisti akirusha kombeo kwa jiwe moja. Leo anakuja kumkabili mwanamke. Na anapokuja kwa mwanamke, anakuja kwa mwanamke, oh God, huku asijue kwamba anakuja kwa mwanamke, anajua kwamba anakuja kwa mwanaume, anakutana na mwanamke. Sasa utaniuliza mwanamume wake alikuwa wapi? Lakini habari njema kwamba vita aliishinda. Daudi anakuja kwanza, ndani ya roho yake amejaa roho ya vita. Mwambie jirani yako, umekutana na mtu ana roho ya vita. Yaani anakuja anasema hata bakia hata mtoto aliyeko tumboni habaki. Amekuja tayari upanga ameshautoa, lolote likakuja mbele yake ndio hilo. Anakutana na mwanamke mwenye discernment, ana roho ya kupambanua. Alipopewa taarifa ya vita, katika kupambanua akajua kwamba nipike visheti, vitumbua, maandazi, chapati, kababu, nipike mikate, nitengeneze juisi. Oh Jehova, alishinda vita kwa vitumbua na chapati na maandazi. Ndio vilikuwa silaha yake. Hakuwa na kitu mkononi, alikuwa na maandazi. Akutana na mtu amekunja ndita, kama alivyomkabili Goliati, leo anakabiliana na mwanamke. Alipomuona mwanamke akaanguka, akaanza kupeleka sifa, akaanza kutangaza msamaha, akaanza kuomba rehema. Daudi akasema hii sauti kama sauti ya Mungu. Haya kata ya ba. God. Nyumba yote ya Nabali ikapokea rehema kwa sababu kuna mwanamke mmoja alikuwa amebeba nguzo 7. Nakwambia maafa yaliyokusudiwa katika roho, katika mwili hayataiweza nyumba yako. Hayataiweza nyumba yako. Mabaya yote yaliyokusudiwa vizazi na vizazi yamekoma kutokea wewe, hayatatokea kwa jina la Yesu. Magonjwa yote yaliyokusudiwa hayataweza kuivaa nyumba yako. Una roho ya kupambanua, unajua jinsi ya kuondoa mambo. Jehova nisi. Namuona mwanamke. Tena anasema namuona mwanamke. Hii ni habari njema kwamba yuko mwanamke hata hesabu uharibifu, hata hesabu baraka za Bwana. Yuko mwanamke mahali hapa hata hesabu shuhuda, hata hesabu madhara.
Daudi alirudi akikumbuka picha ya mwanamke. Hajawahi kuona mwanamke hoja. Picha ya mwanamke. Picha ya mwanamke. Akurudi hata kumfuata Nabali. Akasema nionyeshe tu Nabali itatosha. Hata mwanamke aliyekuwa mwanamume wake aliyekuwa mpumbavu akapata rehema. Akapata rehema kwa sababu ya mwanamke. Nataka umshangilie Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya nyumba yangu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya nyumba yangu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya watoto wangu. Mwambie Bwana asante. Huko ukipiga makofi, mwambie Bwana asante. Kuna kitu kinazaliwa sasa. Kuna kitu kinaumbika sasa. Kuna kitu kinatokea sasa. Kuna kitu kinakuja sasa. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya nyumba yangu. Bwana asante. Hakuna madhara, hakuna mateso, hakuna mwiba, hakuna mshale juu ya nyumba yangu Baba. Hakuna maonezi Jehova. Hakuna uchawi, hakuna ushirikina, hakuna maudhi, hakuna kukataliwa, hakuna kuachana, hakuna uharibifu, hakuna kutakuzaa. Shetara bagataya eria nazataya manegetea riandara baba zeketaya eria mazeketara badagada barada zeketaya mana andaria mazeketaya taria mazakata. Baba asante kwa ajili ya nyumba yangu. Sijaona wanawake wanaolia na kusema asante Baba kwa ajili ya nyumba yangu. Nyumba yangu Baba, mabaya yakai, mabaya yakai, madhara yakai, maudhi yakai, mateso yakai, uchawi ukawi, urithi mbaya misingi ikai, yakataya, yafukuze mabaya, yafukuze mabaya kwenye nyumba yako, yafukuze mateso, fukuza maudhi, fukuza maonezi, fukuza hukumu, fukuza hatia, fukuza urithi mbaya, fukuza uganga, fukuza madhabahu. Mchana leo pando lolote ambalo sio la Bwana kwenye familia yako, wewe kama mwanamke mwenye nguzo 7, hilo pando halitaimili moto, halitaimili moto. Nataka uombe kama uko leba. Lazima kuwe na tofauti ya kondo na mtoto. Chochote kisichofaa asubuhi ya leo kitupwe mbali. Elea ya visivyofaa wewe kama mwanamke kuendelea kuviona. Hii ni atmosphere ya kiroho, inaweza kufanya chochote. Usitumie nafasi kama kuwasindikiza wengine. Amua kitu kitokee. Roho hajakuleta hapa bure, ukuja wewe, ni Roho amekuleta ili kitu fulani kizaliwe. Imetosha mambo kuwa vile vile. Lazima kitu kipya kizaliwe, na kisichofaa lazima kipotee. Bwana asifiwe. Kila mwanamke hapa ana atmosphere yake. Lakini chochote ambacho sio cha Bwana hakitaimili. Hakitaimili. Mchana wa leo maneno yako ni fimbo ya chuma. Mchana wa leo maneno yako ni moto ulao. Halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kama watu hawaolewi, hawazai, hawaendi popote, mambo yaeleweki, migogoro, magonjwa, hamna kufanikiwa, kila kitu ni kibaya, nyumba ni ngumu, hakuna raha, hakuna amani. Hapa kila kitu kitabadilika leo. Na muona shujaa aliyeinuka kwa ajili ya vizazi, aliyeinuka kwa ajili ya mume wake, aliyeinuka kata ya baba. Wewe unafikiri Abigaili alimkabili vipi? Alimkabili vipi Daudi? Kuna mambo unatakiwa uyakabili sasa. Uyakabili sasa. Hayataelewa kama ni wewe, lakini atajua kama ni wewe. Yatakapoangalia atajua kama ni wewe, na utakuwa ni mwisho wake. Utakuwa ni mwisho wake. Sema Baba katika jina la Yesu. Nataka niwasikie wanawake.
Unajua ukiwa leba, sauti hata hujui inatokaga wapi. Hakuna mwanamke ana sauti. Sema Baba katika jina la Yesu. Sijawasikia tena. Sema Baba katika jina la Yesu. Ninasimama. Tena ijulikane nimesimama. Tena ijulikane nimesimama. Tena nimeamua kusimama. Mimi ndiye mwanamke niliyebeba nguzo 7. Mimi ndiye mwanamke niliyeungwa katika nguzo 7. Katika jina la Yesu, pando lolote alitaweza kuhimili uwepo wa maneno yangu. Roho Mtakatifu, chochote kile kwenye familia yangu kisichokuwa na jina lako hakitakuwa salama. Hakitakuwa salama. Roho Mtakatifu, nasimama leo nikiwa na fimbo ya chuma, nikiwa na upanga mkali, kuhukumu na kuharibu na kuua kila pando la kudhoofisha, kuchelewesha, kurudisha nyuma, mapigano, magomvi, uadui, uovu, maonezi kwa watoto. Roho Mtakatifu, pando lote lile la kurithi halitaweza nyumba yangu kwa jina la Yesu. Maneno ya watu yaliyotamkwa juu ya nyumba yangu, mawazo ya watu yaliyo mabaya juu ya nyumba yangu kwa jina la Yesu, mamelea yote ya uchawi, uganga, ushirikina, upiga bao, unajimu, kila aina roho za miungu, Bwana, mchana wa leo hakuna kitakachohimili. Ninawasha moto usiozimika juu ya nyumba yangu. Roho Mtakatifu, nimeamua kuwa ajabu. Nimeamua kutoka ndani ya boksi. Nimeamua kutoka ndani ya comfort zone kwa jina la Yesu. Anza kupambana chochote. Pambana kila roho. Yes, kwa jina la Yesu.